Okay, mambo vipi? Mambo vipi? Huko uliko. Ulikoni huko uliko. Unaendeleaje na mikakati ya kuhakikisha mambo yanatokea? Karibu sana katika live yetu ya siku ya leo tena kwenye kipindi chetu cha Profitable Mindset. Jinsi ya kujenga mindset ya kimafanikio. Tumekuwa na desturi yetu ya kukutana na jioni hiyo kupashana mawili matatu kuhusiana na safari ya mafanikio. Karibuni sana. Wow, hongereni sana, naona mmeingia kwa kasi kweli kweli. Bryson, Lilias, Metason, Official, Shamu, Afro Rasta Junior. Jamani, karibuni. Okay, mimi tusiende kwa kupoteza muda kwa sababu muda wetu umeshaenda. Jambo la msingi twende moja kwa moja. Nikukaribisha sana katika kipindi chetu. Hongera sana kwa kufika. Hakikisha una kalamu na karatasi, hakikisha una sehemu ya kunote kwa sababu haya madini ninayokufundisha ni zaidi ya chuo kikuu, ni zaidi ya degree ambayo unaweza kuipata miaka mitatu. Ni zaidi ya course ambayo unaweza kununua na ukalipa mapesa mengi sana. Nakumbuka wakati nimeshapata experience ya kufanya hizi biashara mtandaoni, lakini pia experience ya kufanya vitu vikatokea, nikapanga kwamba nitatengeneza program inaitwa Biashara Hakika. Of course nilitengeneza mwaka jana na nikaanza kuuza kabisa. Kilichokuja kutokea, Mungu akaniambia usiuze. Wapatie bure watu wangu. Kwa hiyo ninachofanya ni kutii sauti ya Mungu. Ninachofanya ni kutii sauti ya Mungu. Kwa hiyo haya masomo ninayokufundisha watu wanachaji pesa nyingi. Na ni rahisi kuchaji kwa sababu yanafanya kazi. Sio vitu vya ajabu ajabu, ni vitu ambavyo practical na vinafanya kazi. Sasa twende moja kwa moja kwenye somo letu. Kama ni mara yako kwanza kutufuatilia, huwa tunakuwa na mafunzo ya Profitable Mindset. Ni kipindi ambacho ni segment yetu mpya ambayo tunafanya kila siku isipokuwa Jumatano na Jumamosi. Jumatano na Jumamosi kuanzia saa 2 usiku tunadiscuss kuhusiana na issue ya mafunzo yetu ya bustani na kuku katika eneo dogo. Lakini hapa specifically kabisa hatujadili kuhusu kuku, hatujadili kuhusu mradi wa bustani. Tunajadili kuhusiana na namna gani tunaweza tukawa na akili yenye faida, profitable mindset, akili yenye faida. Kwa sababu mwisho wa siku haufanikiwi kwa sababu unafanya biashara fulani. Haufanikiwi kwa sababu unafanya biashara fulani. Unafanikiwa kwa sababu wewe ni mtu sahihi wa kimafanikio. Naomba nirudie hii point itakusaidia. Andika, itakusaidia. Haufanikiwi kwa sababu unafanya jambo fulani. Hili ni kosa ambalo watu wengi wamekuwa wakifanya. Wanafikiri aina fulani ya biashara ndio inalipa, aina fulani ya kazi ndio inalipa. Sasa wanasahau kwamba kinacholipa sio kazi unayofanya. Kinacholipa ni wao ni nani katika ile kazi ambayo wanafanya. Sasa tunapozungumzia kuhusu profitable mindset, ni kipindi ambacho kinakuonesha kwamba unapaswa kuwa nani ili uwe ufanikiwe. Unapaswa ujiandaje ili uweze kufanikiwa. Sasa leo tutakuwa tunaendelea somo la jana. Kama hujafuatia somo la jana, ni sehemu ya kwanza. Somo letu nasema siri ya mwanzo wa mafanikio. Siri ya mwanzo wa mafanikio. Hiyo ndio somo ambalo tumeanza kuliangalia jana. Sasa kama hujaangalia kipengele cha jana, tukasema kwamba mwanzo wa mafanikio. Mafanikio ni safari. Mafanikio hayajawahi kusema sasa nimeshamaliza, nimekamilisha. No. Sasa kama mafanikio ni safari, kama ilivyo safari yoyote ile, safari huwa inakuwa ina mwanzo. Sasa tukasema mwanzo wa mafanikio unaanza kwa wewe kujitambua. Tulishaelezea kwa kina sana kuhusiana na kujitambua. Nitafanya recap ya haraka haraka hapa, nilikuwa najaribu kufanya summary. Of course jana nimewafundisha, lakini leo nikasema no, wacha ni concentrate kwa kuandaa kitu ambacho nitapenda muweze kukiandika. Sasa nina tafsiri kama 10 hivi za kujitambua kwa haraka haraka ili tufanye kama summary ya wale ambao hakulipata somo la jana kwa haraka haraka, lakini bado unatakiwa urudie ukalifuatilie kwa sababu itakusaidia. Utaenda kwenye channel ya Ahazin Guest kwenye YouTube, utalipata somo kabisa, limeandikwa part 1, siri ya mwanzo wa mafanikio. Sasa tukasema ili uweze kufanikiwa, cha kwanza lazima kujitambua. Kujitambua. Haijalishi una miaka mingapi, umesoma degree ngapi, sijui umetoka familia gani, kama hujajitambua, yani hivyo vitu vyote vina maana yoyote. Utaishia kulaumu, kulalamika, kunungunika, hakuna mahusiano. Kujitambua ndio mtaji wa kwanza ambao utakufanya uwe mtu wa tofauti. Okay. Kwa hiyo sasa
tukajaribu kuangalia. Sasa kama unanipata na unanisikia, nijue kama tuko pamoja, comment hapo chini. Nitapenda zaidi ili nijue kama bado tuko sawa. Sasa nataka hizi pointi uziweke katika ufahamu wako, ikiwezekana ziandike, zitakusaidia. Kujitambua ni nini? Namba 1, kujitambua ni kujikubali. Kujitambua ni kujiamini. Kujitambua ni ujasiri. Kujikubali, watu wamejidharau. Wewe leo unavyojiona unajidharau. Kitendo cha wewe kujidharau, hakuna mtu atakuheshimu. Hakuna mtu atakuona wa maana. Kujitambua ni kujikubali. Ni kujiamini. Kujiamini. Lakini pia ni ujasiri. Usipojikubali huwezi kuwa jasiri. Utakuwa na watu wengine ni wa maana, wewe ni mtu wa tofauti. Hiyo namba 1. Namba 2, kujitambua ni kujua kwamba hata wewe unaweza. Kujitambua ni kujua kwamba hata wewe unaweza. Yaani kuna saa inafika unaona bwana kuna watu wamefanya vitu vikubwa. Ukikaa vibaya tu, oho, unaanza kujiona wewe ni panzi. Unaanza kujiona wewe ni panzi. Sio kama ninachokizungumzia. Namba 3, kujitambua ni kujua sio wao tu. Ni kujua sio wao tu. Jamani, mnanipata? Lakini napenda kujua kama mnanipata. Ni kujua sio wao tu, hata wewe. Hiyo ni pointi namba 3. Namba 4 ni kujua hakuna anayeweza kubadili maisha yako ikiwa wewe hujasimamia. Ni kujua kwamba hakuna anayeweza kubadili maisha yako ikiwa wewe hujasimamia maisha yako. Ndio tunazungumzia kwamba mtu anasema nikipata connection nitafanikiwa, sijui nikikutana na fulani nitafanikiwa. Hakuna mambo kama hayo. Mafanikio yana principle, yana kanuni inaitwa cause and effect. Hakuna kitu kitatokea kwako kama matokeo kama wewe hujawa sababu ya kile kitu. Yaani kwa namna moja au nyingine lazima kuna namna umesababisha. Yaani kuna part yako umepray, ndio maana imepelekea leo ukawa mahali fulani. Kama umeelewa. Tunasema kwamba watu wanasema una bahati sana, una bahati. Tunasema bahati ni fursa inapokutana na maandalizi. Bahati ni fursa iliyokutana na maandalizi. Ndio maana kwa mfano, wakati kila siku unapoendelea kujinoa, wakati unaendelea kujipanga, unatengeneza bahati yako ya kesho. Sasa watu watasema, sasa huyu jamaa na bahati, anakaa na watu wakubwa, sijui nini na vitu kama hivyo. Hapana. Yule mtu kuna sehemu alijiandaa. Hakuna alikuwa anamjua. Hakuna alikuwa anamuona. Na vitu vyote vikubwa vinaandaliwa chini. Angalia gorofa, inaenda mbali juu kabisa, inashuka chini zaidi. Sasa unaweza kuwa labda una mwaka mmoja unafanya maandalizi, unapambana, unajitahidi kukifanya nyenye. Watu hawanioni. Sio kama watu hawakuoni. Watu hawakuoni kivipi? Watu wanakuona, lakini it's not your time. Muda wako bado. Sasa wakati siku vitu vimetokea, vimeanza kutokea, unasikia huyu jamaa na bahati, huyu jamaa ni genius, huyu jamaa nani. Thomas Edison ambaye amegundua balbu, watu wanamuita genius kwa sababu Thomas Edison hajasoma shule. Kuna documentary nilikuwa nasoma inaelezea kwamba mwalimu wake alisema huyu mtoto ni dumb. Dumb sio nini kwa Kiswahili, ni mtu kama kahila, ni mtu asiyeelewa. Akamwandikia barua kabisa, akasema kapelekee mamako. Alipompelekea, barua ikasema huyu hafai kuendelea na shule kwa sababu ni dumb. Mama akasema leta mtoto namfundisha mwenyewe. Thomas Edison akafundisha na mama yake. Kusoma, sio kuandika, kufanya nini vitu kama hivyo. Leo tunaishi kwenye mwanga ambao yule aliyeambiwa ni dumb leo amefanya dunia inaishi sehemu nyeupe. Sasa usipojiamini, usipojikubali, hii dunia imejaa wapotoshaji, imejaa watu ambao hakuna anayejali kuhusu maisha yako. Mimi nakumbuka nauza mboga Dodoma, nasikia jamaa George ananiambia, "Mwanaume unauza mboga? Unafikiri ni neno zuri?" Sio neno zuri. Dunia imejaa watu wakatisha tamaa, watu wa kuona wewe ufai, hauna maana. Sasa usipojikubali, tafsiri yangu ya 4 inasema ni kujua hakuna anayeweza kubadili maisha yako ikiwa wewe hutasimamia. Maisha yako lazima uyasimamie. Lazima uyasimamie maisha yako. Hakuna namna.
Namba 5 ni kujua kuwa wewe ndio unayeanza, wengine wanafuata. Kujitambua huko, najaribu kukupa tu, sikufundisha hivi vitu jana, lakini najaribu kuviweka katika namna tu recap hilo somo ili tuende na somo linaloendelea. Ni kujua kuwa wewe ndio unaanza, wengine wanafuata. Katika kila mafanikio kuna aliyesababisha. Ngoja nikupe siri moja. Mafanikio, maono huwa yatimizwi na mtu mmoja, ila huwa yanaanza na mtu mmoja. Katika kila kitu ambacho unakiona ni kikubwa, kuna mtu aliyesimama na kile kitu. Hata kama kuna watu wengi wanafanya, lakini kuna mtu mmoja aliyesimama na kile kitu. Visionary, a carrier. Mtu ambaye ana maono, amesimama na kile kitu. Anajua kufanya taka hapa, lakini kuna mtu kasimama. Sasa maana yake nini? Katika safari ya mafanikio, wewe unaanza, wengine wanafuata. Yaani unagundua kabisa kujitambua ni kuamini kwamba you are responsible for the future you want. Yaani unawajibika na aina ya kesho unayoitaka. Yaani hakuna jinsi, hakuna namna, unawajibika. Namba 6 ni kujua wewe unaanza kisha Mungu anaendeleza. Hapa ana penye nipatao. Namsubiria Mungu. Unamsubiria Mungu wapi? Kuna watu wa aina mbili duniani. Kuna wanaomtegemea Mungu na kuna wanaomtegea Mungu. Unaposema namsubiria Mungu na Mungu anasema nakusubiria. Unaposema namsubiria Mungu na yeye anasema nakusubiria uanze nione imani yako. Kwa sababu imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Ina maana imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwani baada ya mambo yasiyoonekana. Unachukua hatua wakati unamwamini Mungu mbele ya safari. Kwamba Mungu ninaamini upo na utaniwezesha katika hii njia. Kwa unachukua hatua wakati unaendelea. Mungu anakukuta unaendelea. Ni kama leo unataka kusafiri, hauna nauli. Alafu umekaa nyumbani, unasema mimi nasubiria tu nikipata nauli nitaanza safari. Anza kwa miguu. Kama unamtegemea Mungu, utakutana na lift mbele ya safari. Mungu anatengeneza njia kwa mtu aliyeonyesha nia. Namba 7 ni kujua kuwa kazi kubwa ya wazazi wako ilikuwa kukufanya usife tu. Wakati najaribu kuprepare, yaani kuwasamalizia niwaandikie kitu ambacho mnaweza angalau mkaelewa maana ya kujitambua ili likanifikirisha kidogo. Unajua kuna kesi moja ipo kwamba tunawaza background zetu. Wazazi wetu wameplay part gani kutusaidia sisi tufikie pale. Rafiki yangu, mzazi wako alikuwa na nafasi ya kufanya ufe. Lakini alichokifanya ni kuhakikisha una survive. Ulikula mihogo, ulikula kula vitu vya ajabu, umetembea kwa miguu, mmeishi nyumba ya nyasi, alikupeleka shule, akukupeleka shule, yaani hayo hayatayamuhusu. Ila wewe sasa, kuanzia kwako, ndio wewe unatakiwa utengeneze future ya watoto wako unaoitaka. Wewe ndio unatakiwa utengeneze future ya watoto wako unaoitaka. Ukishajua kwamba mzazi wako kazi yake kubwa ilikuwa ni kufanya usife na sasa hivi una survive, mwambie Mungu asante kwa ajili ya mzazi wangu kunifanya nisife. Kwa sababu kuna siku niliugua alinisaidia. Umenielewa? Kwa sababu kuna mtu ananyosha kidole mzazi wake ambako unasema no. Haiko sawa. Namba 8. Kujitambua ni kujua kuwa kuruhusu visingizio vikutawale ni kupoteza muda na nguvu ambayo ingekuletea mafanikio. Kujitambua ni kujua kuwa kuruhusu visingizio vikutawale. Hakuna kitu ambacho huwa kinaniumiza kama visingizio. Excuses. Nakumbuka mmoja kati ya mentor wangu wa strategies. Mentor wangu wa strategia. Yeye statement yake siku zote imekuwa Ahazi, hata ukipaka rangi, mafuta, kisingizio kiasi gani, regardless hujachukua hatua, hicho kisingizio hakiwezi kulipa kodi. Hakiwezi kuwapeleka watoto wako shule. Hakiwezi kukulisha. Hakiwezi kukufanya kuwa mtu wa tofauti. Regardless hujachukua hatua, elewa tu kwamba hakuna lolote la mabadiliko kuhusu maisha yako litatokea. So, what you should do?
kitu gani unatakiwa ufanye? Anasema hivi, badala ya kutengeneza visingizio, kwa nini usitafuta uwezekano? Yaani badala ya kutengeneza visingizio, kwa nini usitafute uwezekano? Kwenye maisha kuna maumivu ya aina mbili. Kuna maumivu ya discipline. Kuna maumivu ya discipline na kuna maumivu ya regret. Na barudie, hiyo pointi andike itakusaidia. Kwenye maisha kuna maumivu pande mbili. Kuna maumivu ya discipline. Discipline ni kufanya unachotakiwa kufanya, iwe unajisikia, iwe hujisikii. Discipline ni kufanya unachotakiwa kufanya, iwe unajisikia, iwe hujisikii. Kuna maumivu yake. Kwa sababu kuna wakati hauko sawa, lakini lazima ufanye. Lazima ufanye. Kama wewe ni mfanyabiashara, usipofungua biashara, hakuna wateja watakuja. Usipohusika kwenye majukumu unatakiwa kuhusika, hakuna kitakachotokea. Hayo ni maumivu. Sasa hayo ni maumivu ya nini? Ya discipline. Halafu kuna maumivu ya regret, maumivu ya majuto, maumivu ya matokeo ambayo ulikataa kulipa maumivu ya discipline, unaanza kuishi maisha magumu. Kwa hiyo haijalishi kwamba vitu viko yaani sijui huko vipi. Ukishatengeneza visingizio, maana yake ni kwamba ujue maisha yako unajichelewesha. Unajichelewesha. Kuna wakati mimi nikanajiulizaga swali nikasema, hivi unawezaje kutengeneza probability ya mafanikio ambayo ungeyapata labda mwaka mzima ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili au miezi mitatu? Inawezekanaje? Inawezekana kama utaamua kuwa na commitment ya kufanya mambo unayotakiwa kuyafanya bila kuleta visingizio. Ukishaanza tu kuleta visingizio, hamna tena kitu cha maana. Haya, namba 9, naenda kumalizia afu tuende kwenye somo letu la leo. Namba 9 ni kujua hakuna nafasi ya kubadili chochote kilichopita. Kujitambua ni kujua kwamba hakuna nafasi ya kubadili chochote kilichopita, bali kujua namna ya kutumia wakati uliopo kwa ajili ya kesho unayoitaka. Ni kujua kwamba hakuna nafasi ya kubadili chochote kilichopita, bali ni kujua namna ya kuitumia leo, namna ya kuitumia wakati uliopo kwa ajili ya kesho unayoitaka. Basi, very simple. You cannot change the past, but the present and the future are in your control. Hakuna namna yote utabadili wakati uliopita, lakini wakati uliopo na wakati unaokuja upo kwenye mkono wako. Namba 10 ni kujua kuwa wewe unawajibika mara 4 zaidi ya wazo lolote unaloliona linaweza kuingizia pesa. Mtu anayejitambua haamini kama kuna biashara inayolipa. Naomba nirudie. Mtu anayejitambua haamini kama kuna biashara inayolipa, ila anaamini kuna kisababishi kinachofanya biashara ilipe. Kwa hiyo sasa, anapotaka kuchukua hatua yoyote kwenye kupigania maisha yake, akionyesha opportunity, anachojiuliza ni kitu kimoja tu, kwamba nitakuwa tayari kulipa gharama zinazotakiwa ili nifanikiwe kwenye hii biashara? Very simple point. Ukiwa unaona kuna opportunity ambayo kuna watu wamefanikiwa, na unatamani ufanikiwe, unaona kabisa hapa nitafanikiwa, swali la kujiuliza ni moja tu, nitakuwa tayari kulipa gharama ambayo inatakiwa ili mimi nifanikiwe? Kama utakuwa tayari kulipa gharama, ujue umejitambua. Kama umeingia kwa sababu unaona kuna watu wamefanikiwa, hauko tayari kupay the price, unapoteza tu muda wako. Ni bora ukafanya kitu kingine cha namna yoyote. Okay, so nimesema nifanye summary ya somo la jana kwa sababu angalau tuende sawa kwa wale ambao hamkujaribu kupata ile somo, lakini ushauri wangu ni kwamba nenda kalifuatilie somo, litakusaidia kwa sababu tukasema mafanikio yanaanza kwa kujitambua, na somo lililopita tulidiscuss zaidi kuhusu kujitambua. Sasa tunapozungumzia kuhusu ushindi, kwa sababu ukizungumzia kuhusu mafanikio, ukizungumzia kuhusu ushindi, ukizungumzia kuhusu kufanya mambo makubwa, kufanya tofauti katika maisha yako, tunamaanisha ushindi. Kwenye ushindi
kuna maneno makubwa mawili. Neno la kwanza ni inawezekana. Yaani ni kuamini kwamba inawezekana. Jambo la pili, inawezekanaje? Ushindi una maneno mawili, naweza, na la pili, nawezaje. Naweza ndio, na nawezaje. Sasa ukijua kama unaweza, ndio simple tafsiri ya kujitambua. Ukijua kwamba unaweza na ukajikubali kwamba unaweza, ukajiamini kwamba unaweza, pale ndio kwa ufupi tunaita kujitambua. Sasa wengi wanabaki kwamba wanaweza, lakini hakuna kitu cha kuonesha. Sasa hapa ndio tunaenda kwenye daraja lingine sasa, kwamba mafanikio, mwanzo wa mafanikio ni matokeo ya kujitambua kwamba unaweza na kutambua unawezaje. Wengi wamebaki naweza. Na hizo tunazianaga zile inaitwa kwa nini? Kwa sababu tunasema ukijua unaweza, umehamasika. Kwa mfano kama unanifuatilia, unaona na kumotivate. Maana yake unaamini kwamba unaweza. Unapata kitu kinaitwa inner drive. Nguvu ya ndani kwamba wow, kweli kabisa naweza. Mimi ni mtu wa tofauti. Nimeumbwa kushinda. Maana yake una inner drive. Sasa kinachokuja kutokea, kuhamasika kuna kushawishi wewe kuwa ni unstoppable. Kuhamasika kuna kushawishi wewe ndani ukaacha visingizio, ukaacha kuwaona watu wengine ndio maana, ukaacha nini na vitu kama hivyo. Sasa tunasema imani, yani kwamba ninaweza, maana yake una imani, ambayo imani inaondoa hofu, inaondoa wasiwasi, inaondoa mashaka, inaondoa uoga, inaondoa aibu. Kila kitu vinaanzia ndani yako kwanza. Sasa kama vinaanzia ndani yako, sasa unapaswa kujua unawezaje. Unapaswa kujua unawezaje. Ndicho ambacho leo nataka tukiangalia. Unawezaje? Sasa tunasema hivi, kujua unawezaje inakuja pale unapotambua. Tumesema hivi, cha kwanza ni kujitambua, cha pili ni kutambua. Sasa pale unapotambua. Sasa kutambua maana yake nini? Kutambua ni kujua nafasi sawa ulionayo ambayo inaweza kukupeleka kwenye mafanikio. Tunaita equal opportunity. Equal opportunity to success. Fursa sawa ambayo inaweza kukupeleka kwenye mafanikio. Kwamba watu wote wanajua, okay, huyu kafanikiwa, na mimi nawezaje kufanikiwa? Equal opportunity to success. Hiyo ndio naita kutambua. Jamani, kabla sijaenda concentrate hapa, kwa sababu hapa natakiwa kutumia ubao wangu na nataka tufanye calculation ya mambo kadhaa. Wangapi mnanipata na wangapi mmepata hicho sehemu ya kwanza ambayo nimejaribu kufanya recap? Kama umenipata, naomba nione comment yako hapo. Lakini pia kama kuna swali, kuna jambo lolote hujaelewa, comment hapo chini. Nifanye kurudia tu kwamba kwa sababu watu wengi wanajua ukiingia kwenye channel yetu ya Instagram ni sehemu ambapo na discuss kuhusu bustani, kuhusu mambo ya kuku. Lakini nitoe maelekezo tu kwamba huwa tuna kipindi ambacho tunafanya kila siku saa 12 mpaka saa 1. Tunaita Profitable Mindset. Ni kipindi ambacho tuna discuss namna gani ambavyo tunaweza kufanya vizuri zaidi katika safari yetu ya maisha. Sasa tuko pamoja, mnanipata, mnanisikia, lakini pia masomo yanaendelea. Then tuende sehemu ya pili ambako nataka tuweze kudiscuss kwa kutumia ubao wetu. Haya, nataka kujua kama unanipata hapo. Kabla sijaenda kuelezea haya mambo matano kwa kina zaidi. Kama unanipata, naomba nikusikie kama unanipata. Umejifunza chochote katika hilo somo? Okay, sasa tuendelee. Tunasema kuna equal opportunity to success. Kuna fursa sawa ya mafanikio. Yaani ukimwona tajiri, ukimwona maskini, wote wana nafasi sawa ya mafanikio. Tunaita equal opportunity to success. Mimi binafsi wanapenda kuita the born capital. Safi sana, tunakupata. Naona watu wanasema wananipata. Haya.
the born capital. Mimi napenda kuita mtaji uliozaliwa nao. Yaani kwamba kila mtu duniani amekuja na package. Amekuja na package. Sasa kama amekuja na package, manake nini? Manake ni kwamba tuna ile package, tuna iko opportunity ya mafanikio. Sasa kutambua ni kujua zile opportunities ulizonazo. Na ni kujua kwamba waliofanikiwa wamezitumiaje zile opportunities. Na wewe ili ufanikiwe unatakiwa uzitumiaje zile opportunities. Kwa sababu kosa ni moja. Usipojua iko opportunities ulizonazo, unabaki kupoteza muda na nguvu kupigania kitu usicho nacho. Kwa sababu principle ya kupata chochote usicho nacho ni to make the best use of what you have. Ni kuhakikisha unakitumia vizuri kile ulicho nacho. Kile ndio kitakusababishia wewe upate usicho nacho. Sasa unapoendelea kufocus na kile ambacho huna, maana unapoteza ulicho nacho. Ndio shida ya maskini. Umaskini sio kutokuwa na vitu. Umaskini ni kudharau vitu ulivyo navyo. Kitendo cha kudharau vitu ulivyo navyo vina expire, vinakosa nafasi, vinakosa thamani. Vile vitu vikikosa thamani, maana yake vinakuwa useless. Nitakuonesha kitu ambacho hautakaa uamini. Tofauti ya maskini na tajiri ni ndogo kweli yani. Yaani ni ndogo. Yaani mstari unamtofautisha maskini na tajiri ni mwembamba kuliko hata wembe. Yaani ni kitu kadogo tu ambako ukishituka tu. Sijui nikwambiaje unielewe rafiki yangu, kwa sababu usipoelewa hili somo, mimi sijui utaenda kusoma kozi gani ukaelewa. Sijui utaenda kusoma kozi gani ukaelewa. Yaani umaskini ni kuwa na vitu vilivyo expire. Vile vitu ambavyo ni vya thamani. Carelessness. Mtu hajali kabisa. Unajua kuna saa kwa mfano unaweza kuwa unapita kwa barabarani, unaona jinsi watu wanavyozurura. Unaona jinsi watu wanavyotembea, unasema maskini ya Mungu. Hivi kwa nini? Kuna shida gani? Lakini ukija ukarudi ukaona kwamba kuna mahali imeandikwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Alafu sasa imeandikwa kwamba knowledge is a key to success. Maarifa ndio ufunguo wa mafanikio. Ukishakumbuka tu hivyo unajua haya. Hapo shughuli. Hapo nini? Hapo shughuli. Sasa the born capital, tumezaliwa na mitaji ifuatayo. Mtaji wa kwanza ni muda. Mtaji wa kwanza ni muda. 24 hours. Wote tuna masaa 24. Hakuna aliyependelewa, hakuna aliyeolewa. Maskini ana masaa 24, tajiri ana masaa 24. Kila mtu ana masaa 24. Huo ni mtaji namba 1, 24 hours. Na vitu vyote ambavyo ni tunaita valuable, vitu ambavyo ni vya thamani, vinapatikana in limitless au vinapatikana in scarcity. Vinapatikana kwa ndani kabisa. Vitu vyote ambavyo ni vya thamani vina sifa hiyo, sifa ya scarcity, vinapatikana katika uchache, vinapatikana in limit. Ukiangalia muda ni masaa 24 basi, hakuna mtu ameongezewa. Ukiangalia leo madini yamefichwa kwenye mahandaki chini kabisa huko. Vitu vyote ambavyo ni valuable vinapatikana kwa ugumu. Sasa angalia kitu kama masaa 24. Nitakupa mindset ya kitajiri kuhusu masaa, hautakaa uamini. Hakikisha kama umekaa sehemu kumelegea, nisikilize vizuri. Namba 2 ni akili. Akili ni mtaji mwingine. Akili. Mimi naandika hapa ili nao upate muda kuandika, lakini nisipokuwa naandika naongea haraka kuna kosa cha kuandika. Ndio maana natamani nikiwa naongea kitu ambacho nataka usense kwamba ni muhimu naandika. Ndio maana leo nimeamua kukufundisha kwenye ubao. Ningeweza kukufundisha nje kama ufundishaga, lakini nataka uandike kwa sababu itakusaidia. Cha pili ni akili, tunaita sound mind. Sound mind. Sound mind. Akili, sound mind. Wewe sio kichaa. Wewe sio tahila. You have a sound mind. Unaitumiaje hiyo akili yako? Namba 3 ni nguvu. Nguvu au tunaita afya. Huu ni mtaji. Nguvu au afya.
Namba 4 tunaita watu. Watu. Sasa hapa pana muhimu mkubwa sana. My friend, usicheze na watu. Ukitaka kufanikiwa, muombe Mungu akukutanishe na watu sahihi. Usiombe pesa. Mungu hatoi pesa. Mungu huwa haleti matokeo hata siku moja. Mungu analeta vyanzo vinavyoweza vikakusaidia kupata matokeo. Watu ndio wameficha siri ya maisha yetu. Ukiona mtu anakuambia mimi sitaki mazoea na watu, hajui anachokisema. You are valuable. Hakuna namna utakuwa mtu wa tofauti kama watu hawajahusika kwenye maisha yako. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna watu aina mbili kwenye maisha. Mtu wa kwanza tunaita ni mtu daraja. Tunaita a bridge people. Watu daraja. Kama wewe ni mfanyabiashara, sio kila mtu ni mteja wako. Unaweza kukuta kwa mfano, mimi na watu 100,000. Wateja wangu ni 10. Sasa angalia kinachokuja kutokea. Kama wateja wangu ni 10, huwezi ukawapata wateja 10, huwezi ukabaki na wateja 10 tu, yaani ukabaki kwamba hawa ndio wale wateja 10 wako ndani ya watu. Ndani ya wale watu kuna daraja, kuna watu watakao kuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa watu ni mtaji. Tumezaliwa kwa watu, maana tumezaliwa na watu wako around. Sasa maana yake ni kwamba ndio maana kuna kitu kinaitwa people's skills. The ability to relate with others. Uwezo wa kuhusiana na watu wengine. Kwa nimekwambia mtu wa kwanza ni mtu daraja. Mtu wa pili tunaita a need person au naita mtu hitaji. Mtu hitaji ni mtu gani? Ni mtu ambaye sasa ndio anahitaji huduma yako, anahitaji bidhaa yako, anahitaji biashara yako. Obviously wanakuwa wachache. Hawezi kuwa wengi. Sasa hiyo ni namba ngapi? Namba 4. Na namba 5 ndio pesa. Namba 5 ndio pesa. Sasa my friend, angalia changamoto tulionayo. Unaacha muda, unaacha akili, unaacha na afya yako, unaacha na watu, unasema natafuta pesa. Utaipataje? Utaipataje pesa? Jamani, mnaelewa kinachoendelea? Unaipataje pesa? Umeacha muda, umeacha akili, umeacha afya, umeacha watu, unaitafuta pesa. No. Pesa ni ya mwisho. Pesa ni ya mwisho. Sasa tuanze na muda. Nimesema hivi, muda ni kitu cha thamani sana. Naomba kila mmoja afikirie kwenye akili yake kuanzia sasa hivi. Yeye anafahamu nini kuhusu muda? Na attitude yako, mtazamo wako kuhusu muda ni nini? Cha kwanza kabisa, ukitaka kujua una mindset, kwa sababu kuna mahusiano kati ya muda na akili. Wanahusiana hivi. Chochote unachofikiri kuhusu muda kinatudhihirishia aina ya akili ulionayo. Chochote unachofikiri kuhusu muda kinatudhihirishia aina ya akili ulionayo. Na aina ya akili ulionayo ndio inaamua kiwango cha kipato unachopata au utakachopata. Haya. Kingine, popote unapowekeza muda wako, panaamua akili yako. Kwa mfano, huu ni mtandao wa kijamii. Wewe hujanifollow mimi peke yangu. Umeingia kwenye Instagram, umekuta live, umejoin.
Kuna mtu amekuta live amejoin, hajaingia kwa maana ya kujifunza, ameanza kuscroll, ameshift, ameenda para. Sasa angalia, umewekeza muda wako wapi? Popote unapowekeza muda wako ni attention umeweka. Mindset inajengwa na attention. Na ili utoe attention, lazima utoe muda. Kwa kuna mtu amestick akasema no. This is the place I want my time to be consumed. Popote unapowekeza muda wako, panaamua akili yako. Ndio maana maskini anawekeza muda wake wapi? Tajiri anawekeza muda wake wapi? Sasa kabla ya kujua unawekeza muda wako wapi, nataka cha kwanza, how do you value time? Akili yako inawaza nini kuhusu muda? Nafikiri hicho ndio cha kwanza cha kufikiri. Yaani akili yako wewe inawaza nini kuhusu muda? Haya, twende kazi. Kila mtu ajitesti hapo. Jifanyie hiyo test, itakusaidia. Rich mindset. Akili ya kitajiri inasema hivi: time is more than money. Rich mindset inasema time is more than money. Sasa hivi kwa mfano, nikisema nakupatia, nachukua muda wako, alafu nakupatia labda 500,000. Na mtu mwingine akasema wacha mimi nikuuzie masaa yangu. Okay, nikuuzie masaa yangu kwa shilingi 500,000 au nifanye vipi? Una value vipi? Pesa inapotea na inarudi. Muda haurudi. Sasa rich mindset inasema time is more than money. Time is more than money. Hiyo ni rich mindset. Kabla hujawa tajiri, unaanza kwanza kujenga akili ya kitajiri. Okay. Middle mindset. Okay, sasa maana yake ni kwamba matajiri wanafikiri kwamba muda ni zaidi ya pesa. Kwa wanafikiri kwamba they think to invest. Kwa wanafikiri jinsi ya kuwekeza muda wao, sio jinsi ya kutumia muda wao. Kuna tofauti ya kutumia na kuwekeza. Kutumia unamaliza muda. Kuwekeza unafanya kitu leo kwa ajili ya kesho isiyo ya lazima. Haya, middle mindset inaamini hivi: time is money. Middle mindset, akili ile ya kati, akili ile tunasema ya wastani, inaamini kwamba time is money. Muda ni pesa. Muda ni pesa. Wao wanaamini kazi ya muda ni kufanya kazi kwa bidii. They work hard. Wanataka kulipa overtime. Nimeshafanya kazi bwana. Bosi, masaa yameshazidi. Masaa 8 yameshazidi. Nahitaji kupata overtime. Working hard overtime. Hapa pana wasomi wengi sana. Wengi sana wako hapa. Wamejifunza kitu kinaitwa time management. Kwenye mashule na makozi mbalimbali ambao wamejifunza administration. Kinaitwa time management. Jinsi ya kumanage muda. Sio jinsi ya kuinvest muda. No, jinsi ya kumanage muda. How to make the best use of the time. Not how to make the best investment of the time. No. Kuna vitu tofauti hapo. Kuna time management na kuna time investment. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Ndio maana ukifanya kazi na msomi unahitaji kuwa makini sana, kwa sababu ndicho anachokiamini.
asilimia kubwa, kwa sababu ndicho walichofundishwa shule. Kwa hiyo sio kitu ambacho nazungumza ambacho ni kibaya, ndicho walichofundishwa. Wao wanaamini kwamba time is money. Time is money. Anakwambia napoteza muda, time is money bwana. Time is money. Okay. Poor mindset ambayo ndio choka mbaya sasa. Hii hata sitaki hata kuisikia. Sasa ujue kama uko hapa, uhame kabisa, bora hata uingie kwenye kundi la pili au la tatu. Lakini sio baki hapa. Poor mindset, wao wanasema wacha tupoteze muda. Wanasema kill time. Kazi ipo. Hao ndio wazurulaji. Ukipita mtaani wamejaa kibao. Ajua anakoenda. Amekutana na mtu anaenda sokoni, anasema tunaweza tukaenda wote. Haina shida, twenzetu. Sasa wewe vipi? Mimi nitashika mapopoa. Kill time. Tupoteze muda. Ukikill time, umekili maisha. Kill time ni kuua maisha. Killing time is killing life. Na maisha yana pande mbili. Kuna maisha ya uhai na maisha ya mafanikio. Ndio maana unasikia mtu anakuambia nimeenda mjini kutafuta maisha. Ameenda kutafuta maisha mazuri, yani ameenda kutafuta mafanikio. Mwenzetu amepoteza maisha, amekufa. Killing time is killing life. Killing time is killing your success. Is killing your destiny. Killing time ni poverty mindset. Yaani huyu anahitaji maombi ya ukombozi. Manake ni kwamba hakuna namna cha kwanza kitabadilika kwa huyu mtu wa kill time. Yaani kila mtu anawaza kuzurula, anawaza afanye, yaani kufanya, yaani hatulii. Sasa hii ni poverty mindset. Poverty mindset. Maisha hayawezi kumheshimu mtu asiyeheshimu muda. No. Maisha hayawezi kumheshimu mtu asiyeheshimu muda. Hata kidogo. Hata siku moja. Maisha hayawezi kumheshimu mtu asiyeheshimu muda. Okay, kama nilivyosema kwamba rich comes from mindset and poverty comes from mindset. Jamani, umaskini unaanzia kwenye akili, utajiri unaanzia kwenye akili. Hakuna sehemu yoyote. Utalalamika, utalaumu, lakini ukweli ndio huo. Huwezi kubadilisha mfuko wako kama hujaweza kubadilisha akili yako. Ukitaka mfuko wako ubadilike, badilisha nini? Mindset. Anza kufikiri kama tajiri. Anza kufikiri kama tajiri. Kweli hauna 50, hauna 100. Mimi nilikuwa naamini kitu kimoja. Unajua, kwa mfano, kuna mtu anaweza kusema labda mimi nilikuwa naamini tu kwamba kuna siku mimi nitakuwa mtu wa tofauti. Mimi nilikuwa najipatiaga evaluation, nikana nasema sasa mimi nilikuwa napima thamani ya maisha yangu na muda wangu. Nikana nasema hivi, kwa siku nikifanya kazi masaa 3 na kila lisaa nikalipwa 300,000. Ni shilingi ngapi? 900,000. Nikifanya kazi siku 20 ni shilingi ngapi? Nikasema my dream 1 hour itakuwa 300,000. Na kwa siku nitafanya kazi masaa 3. Hiyo sio ndoto tena. Sasa ndoto yangu ni kwamba nataka lisali moja iwe milioni. Na kwa siku nifanya kazi masaa 3. Is it possible? Is it possible? Haya, utajibu mwenyewe kama possible or is not possible. Lakini ngoja nikufundishe kitu kimoja. Matajiri wamejua time is more than money. Sasa middle class wanajua time is money. Poor wanajua kill time. Matajiri wamejua kwamba huwezi kuwa tajiri
Ngeta hapo nasikika? Hapo unanipata? Bado sikiki. What's wrong? Okay. Okay, nafikiri sasa mtakuwa mnanipata sasa hizi. Nafikiri mtakuwa mnanipata sasa. Hapo ipo. Okay, wow. Thank you very much. Thank you very much. Nitaongezea kama dakika kadhaa kama 5 hivi. Tutaenda kutumaliza kama dakika 55 au 10, manake kuna kipengele ambacho watu mkao mjanisikia nikirudie. Mnataka nirudie wapi? Mmenisikia mpaka wapi? Manake sasa nijue ili tusipotezeane point hapa. Mmenisikia mpaka wapi? Naomba Sufian na Mshe na mimi mmenisikia mpaka wapi? Okay, mimi niendelea alafu mtaniambia. Ninachozungumzia ni kwamba matajiri wanakuwa selective wapi wanawekeza muda wao. Je, anapowekeza muda wake, kwa sababu angalia kinachokuja kutokea. Popote utakapowekeza muda wako, tumesema panaamua akili yako. Popote utakapowekeza muda wako panaamua akili yako, si ndio? Kama popote utakapowekeza muda wako panaamua akili yako, nini kinatokea? Kinachotokea ni kwamba maskini yuko careless na muda wake. Anaweka muda wake kwenye umbea. Kwenye umbea utapata kitu gani? Utapata taarifa zinazochanganya kazi. Unapata taarifa zinazochanganya nini? Kazi. Kwa sababu atakuletea taarifa ya jirani amepigwa, mwingine anakuletea nini? Anakuletea confusion. Wakati tajiri atachukua muda wake, anauselect, anapeleka kwenye sehemu fulani, atapata idea ya biashara. Na kazi ya akili ni kupokea taarifa na baadaye kuzichakata taarifa ili iuagize mwili ukafanyie kazi. Sasa hiyo ndio tofauti. Kwa tajiri anakuwa very selective kwamba hii biashara hii sehemu ambayo nawekeza muda wangu pataamua mimi kesho kuwa nani? Mimi hichi kitu imenichukua muda mrefu sana, nilikuwa sifahamu. Sasa hivi ukiniambia kuna kitabu fulani soma na kuuliza why this book? Kwa sababu sio kila kitabu cha kusoma. Kuna kitabu utasoma kinakuondoa kwenye ramani. Kuna kitabu utakisoma kinakupotezea muda. Kuna seminar, sio kila seminar kuhudhuria, kuna seminar nyingine itakuondoa kwenye ramani. Unasema acha tu nisikilize, wanakuondoa kwenye ramani. Sio kila seminar ya kwenda. Okay. Kwa nini unisikilize mimi? Kwa nini umsikilize huyo mtu? Sio kila mtu akumsikiliza. Ukishamsikiliza mtu alafu unapata negative. Inabidi ukimsikiliza mtu, ukisoma kitabu unapata motivation ambayo inakusaidia ukachukue hatua. Ukishapata negative, maana yake una paralyze steps. Speed yako inapungua ukipata negative. Ukishaanza kuona mtu ameshaanza kuwa negative, pita hivi, ondoka kwa sababu unapoteza, hautaenda kwenye hatua ya kuchukua hatua. Ndio maana matajiri wanaishi kwenye mazingira ambayo maskini hawezi kufika. Kwa sababu umaskini sio kukosa hela, umaskini ni mindset. Zile akili zao ni mbovu. Matajiri wanaweka ukuta kwa sababu hawataki mazoea. Sio hawataki mazoea kwamba hawapendi watu, kwani matajiri wanaenda kwenye misiba.
Watu wakiwa wagonjwa wanaenda kuwaona, lakini maskini na tajiri hawezi kukaa meza moja mazungumzo. Kwa sababu ili muweze kuzungumza lugha moja lazima mfanane akili. Kama mjafanana akili hamwezi kuzungumza. Kwa sababu maskini anaongea negative, tajiri anaongea possibility. Maskini anaongea huyu jamaa atakuwa mwizi huyu. Tajiri anatafuta opportunities. Tofauti kabisa. Kwa hiyo matajiri wanawekeza akili zao na muda wao kwenye kitu kinaitwa structured learning. Nilielezea wakati tumeanza hii profitable mindset kwenye video ya mwanzo kabisa. Nenda kwenye hii channel ya Ahazi Ngesi, nenda ka sikiliza somo ambalo nilielezea inaitwa structured learning, kujifunza kimkakati, kujifunza kwa muundo. Tajiri anawekeza kwenye course, anawekeza kwenye program. Anataka kuanzisha project fulani, labda kama ni mradi wa kuku au ni bustani au sijui ni biashara. Cha kwanza kabisa haanzi kudokoa vitabu. Anatafuta kwanza a special program ambayo imepangiliwa kwanza. Kwa sababu unajua program moja tunayoiandaa unaweza kaandalia hata vitabu 50 mpaka 100. Asa leo uanze kusoma vitabu 50 mpaka 100, sio leo. Sio leo. Na huwezi kusema program imeandalia kitabu kimoja. No. Ukiandalia kitabu kimoja si bora mtu akasome kitabu. Sasa matajiri wanakuwa very sensitive kwenye wapi wanawekeza muda wao. Sasa akiwekeza muda wake kwenye mkakati wa namna hiyo, tajiri atafuti information, tajiri anatafuta transformation. Na hiki ni kitu ambacho nataka uelewe kwenye ulimwengu tulionao sasa hivi. Ulimwengu tulionao sasa hivi shida sio information, kuna AI. Kuna program fulani ya AI ambayo najifunza sasa hivi. Kuna kitu kinaitwa assistance. Yaani unaicondition ya AI namna gani kufahamu wewe ni nani, unapendelea nini, vitu gani upendi. Halafu sasa unaicommand kwamba ukihama nje ya mstari, yani kwamba ukaanza kuhama, yani unakuta kwa mfano mimi napendelea mambo ya biashara, mambo ya mafanikio na nini. Sasa nimeicondition AI in structure kwenye hilo eneo. Nikianza kutoka nikaanza kuona napendelea sijui mambo mengine, inaniambia umehama kwenye mstari. Imagine. Sasa angalia, sasa hivi dunia tunao sasa hivi shida sio information, shida ni transformation. Shida ni transformation. So matajiri wanawekeza kwenye transformation. Asa transformation uipati kwenye AI. AI inatupatia information my friend. Haitupatii transformation. AI haifikiri kama mwanadamu. Kuna kitu ambacho watu wengi wanakosea. AI inaongozwa kitu cha kufikiri. Sio kwamba yenyewe inafikiri bila kuambiwa. No. Kuna kitu kinaitwa prompt. Prompt ni jinsi ambavyo unatakiwa ujue jinsi ya kuuliza maswali. Kwa sababu inakujibu kama ulivyokuja. Sasa nachomaanisha ni nini? Nachomaanisha ni kwamba tupo katika ulimwengu wa information. So tajiri anawekeza akili yake na muda wake kwenye kupata kitu ambacho anajua hiki ndio kitaleta matokeo kwenye biashara yangu. Sio tu kuendaenda tu. No. Afanye hivyo. Kwa hiyo tunachotaka kuzungumzia ni kwamba wanawekeza muda kwenye kutengeneza akili. Sasa hii ndio tofauti sasa. Na hiki ndio nilichotaka uweze kukielewa na kwenda kumalizia somo langu. Tofauti iko hapa. Unaangalia kwa mfano akili ya kimaskini inatumia muda kutafuta kazi. Si anaamini kwamba atafanyaje sasa? Kwa sababu nasema kill time. Na njaa lazima yume. Anatumia muda kutafuta kazi. Akipata kazi, atapata pesa. Akipata pesa, atajaza tumbo. Kwa sababu sifa ya maskini anapigania tumbo. Njaa ikiuma, inabidi arudi wapi? Kazini. Njaa ikiuma, lazima arudi tena kwenye muda wake. Atumie muda tena, atafute aende kazi. Si amepata kazi, aende kazini, apate pesa, ajaze tumbo. Hii ndio cycle ya maisha ya maskini. Naomba nirudie, nimesema maskini anaanzia kwenye mindset. Kama umenielewa hapo ndio utanielewa hiki ninachozungumzia hapa. Sasa tajiri nimekuambia hivi, anaamini kwamba hawezi kufanikiwa kwa kutumia muda. Hawezi kufanikiwa kwa kufanyia kazi muda. Anachofanya ni nini? Tajiri anafanya hivi. Anatumia muda kujenga akili. Tajiri anatumia muda kujenga akili. Anatumia muda kujenga nini? Akili.
Sasa akijenga akili anapata kitu kinaitwa idea. Tajiri hatumii muda kutafuta kazi, anatumia muda kujenga akili. Akijenga akili anapata idea. Sasa kumbuka, tumeshapiga mahesabu kwamba hatuna muda wa kufanya kazi kwa sababu muda umeshaibiwa. Ina maana kama hatuna muda wa kufanya kazi, muda umeshaibiwa, anafahamu kabisa hawezi kuwa tajiri kwa mwaka mmoja kama ataishi miaka 75. Anafanya kitu gani sasa? Akitumia muda, akipata idea, anaitengenezea kitu kinaitwa system. System yake ni mfumo wa idea yake, mfumo wa kazi yake. Nimesema anatengeneza kazi. Kwa kazi anatengeneza mfumo wa kazi. Hatengenezi anatengeneza mfumo wa kazi. Sasa huo mfumo wa kazi anafikiri katika engo 3. Jamani, nimesema pale mwanzo kwamba ili somo ambalo nakufundisha ni advanced kidogo. Kwa hiyo ukiona unashindwa kuihandle utanisamehe. Lakini sasa nimeamua kufundisha somo ambalo nikikupata nimekupata, nikikukosa nimekukosa. Nikikupata maana yake una rich mindset. Nikikukosa wewe maana yake hatuendi sawa. Huu mfumo anaotumia anahakisha mfumo wake ni tunaita duplicatable. Mfumo wake ni leverageable. Mfumo wake ni scalable. Hizi ni sifa 3 za mfumo ambao tajiri anaotumia kutengeneza biashara zake. Leverageable, duplicatable and what? Scalable. Anajiuliza kwa mfano, hivi hichi kitu ambacho nakifanya, huu mfumo anaotumia uwe na sifa 2. Sifa ya kwanza, unaweza ukafanya kazi hata mimi nisipokuwepo. Sifa ya pili, nikitaka huu mfumo uende mbali zaidi, kuna uwezekano au kuna vitu vinauzuia. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake yeye hapati pesa ya kutibu tumbo. Yeye anapata kitu kinaitwa generational wealth. Generational wealth. Kwanza atakuwa ameokoa masaa yote aliyowahi kuyapoteza. Cha pili, hichi alichokijenga sio cha kwake peke yake, ni cha vizazi na vizazi, kwa sababu pesa inapotea ila mifumo haipotei. Ukimpatia mtoto wako pesa atapoteza, lakini mtoto wako akionyesha mfumo ni kama funguo umempa. Umwambia sikiliza, kampuni yote, biashara yote unavyoiona, siri yake ni hii hapa, simple. Akisha hichi kitu mnakipitia, kila kitu kimekaa vizuri. Tunaita mifumo, system na vitu kama hivyo. Hiyo ndio mindset ya kitajiri. Hiyo ndio akili ya kitajiri. Na hapo ndio tofauti kati ya maskini, tajiri na mtu wa kati. Sasa matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba pesa ni reward. Pesa ni reward ya kutatua matatizo. Pesa ni reward ya kutengeneza thamani. Sasa hii reward ya kutatua matatizo, reward ya kutengeneza thamani ni matokeo ya numbers ya watu unao save. Ndio maana anang'ania kitu kinaitwa scalable. Is this a scalable business? No. Is this a leverageable business? Ukiangalia kwa mfano Baresa, biashara ambazo Baresa anafanya, anauza ice cream. A simple business. Lakini ile ice cream ni leverageable. Leverageable maana yake ni kwamba anaweza akamwambukiza mtu mwingine na akafanya. Haya, ukiangalia kwa mfano posema scalable. Scalable maana yake ni kwamba okay, kwa mfano sasa hivi nakufundisha hapa. Mimi niko ofisini kwangu na kufundisha. Ningesema kwa mfano mje ofisini kwangu niwafundishe, msingezidi 10 au 3. Kitu hiki ambacho nafundisha kimewafikia watu wangapi? Hiyo inaitwa scalable. Okay, tunaposema duplicatable. Ukiangalia leo kwa mfano Bolt ametengeneza mfumo wa usafirishaji. Hawana bajaji, hawana gari, hawana chochote. Wanachofanya ni kutengeneza miundombinu ambayo watafikia wateja wengi zaidi, wateja watapata pesa na wao watapata commission. Wamekaa zao sio ni Marekani, sio ni China, huko ni wapi? Wanatengeneza pesa. Hiyo ni rich mindset. Nitakupa mfano mmoja kwa kumalizia. Kwa sababu unaweza kusema sasa unatuambia vitu vigumu. Mindset ya kitajiri inakuaje? Kwenye issue ya pesa,
Tofauti kati ya tajiri na maskini ipo kwenye perception, ipo kwenye jinsi wanavyoiona pesa. Na kwa sababu pesa ni reward, maskini anaitafsiri tofauti na tajiri anaitafsiri tofauti. Na matokeo yake ni nini sasa? Matokeo yake ndio kwamba ndio kiwango cha kupata ambacho tunapata. Matajiri wanaamini kwamba pesa ni reward ya kutatua tatizo. Maskini wanaamini kwamba pesa ni matokeo ya kuuza vitu. Naomba nirudie hii statement itakusaidia. Tajiri anaamini kwamba pesa ni reward ya kutatua matatizo, ya kujenga thamani. Maskini anaamini kwamba pesa ni matokeo ya kuuza vitu. Ndio maana tajiri akitaka kuanzisha biashara, akitaka kuitafuta pesa, cha kwanza anatafuta market. Anatafuta soko. Ili soko mbona naweza nikafanyia kazi? Okay, anaangalia soko lina tatizo gani? Then anaenda kujifungia kutafuta solution. Maskini anatafuta bidhaa ya kuuza. Sasa anakaa ndani anasema, isa nikipata mtaji nitaanzisha biashara. Anaanza kutafuta pesa kwanza, hajui anaenda kumuuzia nani. Ameshapata milioni 10, anaenda kufunga vitu China. Sasa ili watu waje nifanyaje? Anaenda kufungua frame. Akifungua frame, miezi 3 ya mwanzo hakuna mtu anakuja kununua. Nani atakuja kununua? Mlikubaliana? Okay, of course sasa utasema hivi, sasa si Mungu ndio anagawa riziki. Njia uliyoamua kupita ndio hiyo rafiki yangu. Mungu ataacha kukusaidia usilale njaa. Lakini mambo ya mafanikio, iko hivi. Nimesema hizo ni mindset mbili za tajiri na maskini. Ngoja nikupe mfano mmoja. Nakumbuka mentor wangu wa confidence aliwahi kunifundisha, na nafikiri ina uhalisia, lakini nimeutoa kutoka kwake. Alisema hivi. Kuna bwana mmoja alitoka South Africa. Alikuja Tanzania. Na nafikiri ni Arusha pia. Alikuwa anaenda Serengeti kwa ajili ya issue, sijui ni Arusha sijui wapi, lakini alikuja kwa ajili ya hizo mbuga za wanyama. Alipofika akakutana na tour guide, akaanza kumpeleka huko kwenye mbuga zenyewe huko. Sijui hifadhi mbuga. Wakati wanapita akamuuliza, akashtuka yule bwana, akasema, mbona watu wanazagaa mtaani? Watu wanaozagaa mtaani, mbona, what's wrong with them? Au kuna kampuni imewaajiri kwa hiyo sasa hivi ni muda wa mapumziko? Akaambiwa no, watu wapo tu mtaani hawana kazi. Akasema, watu wanazagaa mtaani hawana kazi? Okay, anyway. Sasa wakati wanaendelea akamuuliza tour guide, akamwambia, sikiliza, kwani hao watu wanaweza nini? Sasa yule jamaa anaendesha huko anamjibu. Sasa akamjibu kama kumdhi yake, akamwambia, labda mgambo. Akamwambia, what is mgambo? Akaanza kumwelezea mgambo ni watu wanaojua mazoezi, wanajua kukimbia. Jamaa akapata idea. Akasema, okay, safi sana. Jamaa akafanya mambo yake ya utalii yakaisha. Nimeshawahi kuwafundisha hapa nafikiri kwenye somo lililopita kwamba utalii maana yake nini? Matajiri wanatumiaje utalii? Matajiri wanatumia utalii kwa vitu vitatu: education, business and leisure. Leisure inakuwa ya mwisho. Sikiza kilichotokea. Jamaa akasema, okay, akarudi South Africa, akakaa wiki 3. Alipokaa wiki 3 akarudi tena Tanzania. Akarudi na idea ya biashara. Alirudi na idea ya biashara ifuatayo. Akasema, okay, nimeshajua resource. Kwa sababu nimejua resource, wacha nikatafute market. Akaenda kwenye manyumba ya matajiri. Akagonga mageti. Alipogonga mageti, alitembelea manyumba ya matajiri 100. Manyumba ya matajiri mangapi? 100. Yaani kwa mfano Arusha alienda PPF, kama ni Dar alienda Masaki huko Mikocheni, sio Oysterbay, akagonga manyumba ya matajiri. Akawa anawaambia, sikilizeni, mimi na watu ambao wako very strong, wako energetic, wako very strong, wako tayari kukaa kwenye mageti yenu kulinda nyumba mchana kutwa. Wakasema, okay, no problem. Tunahitaji watu wa kutusaidia sisi katika nyumba yetu. Akamwambia, haina shida. Jamaa akapata watu 100. Akapata manyumba 100.
ya matajiri ambao wako tayari wale jamaa wakakae kwenye mageti. Alipomaliza akarudi mtaani, akawachukua wale watu akatangaza, akasema sikilizeni, mimi nina kazi. Mimi nina kazi, na kazi yenyewe ni very simple. Unakaa tu kwenye nyumba kwenye geti ya tajiri, unalipwa pesa. Very simple like that. Oh, watu wakasema why not? Hiyo tu. Akawatengenezea nguo, akawachongea na kile kilungu, akawapatia. Lakini akamwambia sikilizeni, mshahara mimi ni 70,000. Mshahara ni 70,000. Yeye kwa matajiri alikubaliana mshahara 120,000. Na aliwaambia sikilizeni matajiri, hakikisheni mnanilipa mshahara tarehe 31, yaani mwisho wa mwezi. Hapo wale jamaa leo wachukua mtaani, akamwambia nitakuwa nawalipa tarehe 4. Aya. Lakini 20 toa 50,000 ni shilingi ngapi? Toa 70,000 ni shilingi ngapi? 50,000. Kwani uniform ni shilingi ngapi kwa washonea wale watu? Kama itakuwa ni hela nyingi sana ni 50,000 au ni 30,000. Tufanye ni 50,000. Sasa ina maana mtu mmoja kwa mwaka amemuingiza shilingi ngapi? Tuseme 50,000 mara 12 inakuwa 600,000, si ndio? Tutoe 50,000 moja ambayo ndio uniform. Kwa hiyo inakuwa 550,000. Jamaa katengeneza 550,000 kwenye manyumba 100, jumlisha 0 hapo 0 milioni 55 kwa mwaka. Ameenda kulinda geti, hamna. Alianza na mtaji. Uko wapi mtaji? Amefahamu kwamba utajiri ni kutatua tatizo, ni reward ya kutatua tatizo. Kwa ameanza kutafuta kwanza market, amejua tatizo la market, amekuja na solution. Alipokuja na solution, anapiga hela. Issue ni mindset. Huyu maskini anawaza kwamba okay, wacha nipate pesa, nipate hela ya kuuzia vitu, nitaanza kutawanya mtaani. Sasa sometimes inatokea ni kwamba unaenda kumpelekea mtu ambaye hamjakubaliana. Kwa sababu automatically alipoenda kwa matajiri aliwaambia sikiliza, mimi na mtu mtakuwa tayari? Yes. Nini maana ya idea? Napo close. Idea maana yake nini ya biashara? Idea ya biashara maana yake ni hivi. Ni suluhisho unalokuja nalo ambalo mteja wako amekubaliana nalo kukulipa kulingana na thamani utakayompatia. Idea ya biashara inapaswa kuwa ni suluhisho unalokuja nalo ambalo mteja wako amekubali kwamba ukimpelekea suluhisho atakulipa pesa. Sio kuamua kwamba hiyo watanipatia. Mmekubaliana? Sasa najua kuna perception nyingi za biashara. Nimeshakwambia kuna tofauti ya jinsi tajiri anavyofikiri na maskini anavyofikiri. Huo ndio msingi wa mazungumzo yangu. Kwa hiyo kama unataka kujifunza, jifunze katika msingi huo. Kama unataka kujifunza, mimi nitakusaidiaje sasa? Aliyekwambia matajiri ni wengi ni nani? Ndio maana wanafikiri tofauti na wanakuwa wachache. Jambo la msingi ni kuamua kama utaendana na hiyo mindset au utaamua kutembea na ya kwako au utachukua ile ambayo umefundishwa ili kujua mwenyewe. Jambo la msingi ni moja. Ukitaka kufanikiwa, mwanzo wa mafanikio ni kujitambua. Jambo la pili ni kutambua una rasilimali sawa na tajiri. Wewe unazo, tajiri anazo. Tofauti ni kuwekeza katika hizo rasilimali. Unapowekeza katika hizo rasilimali zinakuwa na thamani. Unapoacha kuwekeza zinapoteza thamani. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake unateseka, maisha yanakuwa magumu bila sababu. Na mimi nimefaidika. Na mimi nimepata kitu. Umepata chochote? Katika haya ambayo nimekufundisha, umefaidika na lolote? Comment hapo chini, nitafurahi kuona comment yako na nitafurahi kupitia comment yako. Jambo la msingi ni moja tu. Profitable Mindset ni kipindi ambacho tunakuwa nacho kila siku saa 12 mpaka saa 1. Tunadiscuss kuhusiana na issues za maisha na mafanikio. Nina vitu vingi vya kushare na wewe. Sasa nikiendelea kubaki navyo, sitaki kuja kudaiwa. Kwa naangalia platform ambayo naweza nikashare na watu wawili watatu watasikiliza basi waweze kufaidika. I have a lot of things to share. Na bahati mbaya zaidi nimekatazwa kuuza kuhusiana na mambo ya mafanikio. Nilitengeneza program inaitwa Biashara Uhakika, nikaambia achana hii program, fundisha watu wangu bure. Tuna program ambayo tutakuja kuifungua
na itakuwa free of course, hatutaiuza. Inaitwa Expert Dominion Business. Expert Dominion Business ni program ambayo tunaitengeneza ambayo tunafundisha mafanikio katika misingi ya Mungu, sio motivation. Sio motivation. Mafanikio katika misingi ya Mungu. Hao wanauza huko mtaani, wacha waendelee kuuza. Sisi tumekatazwa kuuza hiyo program. Sasa kama uko serious na uko interested kupata update, kwa sababu tuna community ambayo tunaita Home of Greatness Family. Home of Greatness Family. Yaani majitu wale ambayo yanaandaliwa kuja kufanya wonders katika hii dunia, especially kwenye ulimwengu wa biashara. Wana community yao ambao wanapewa updates za program yetu imefikia wapi na wao wajipangaje. Naomba nirudie, ni program ambayo hailipiwi. Sio nasema hailipiwi kama zile trick ambazo mnaambiwa soma bure, ukifika huko utaambiwa kuna kulipia. No, nilikuwa naiuza mwanzoni nikaambiwa usiuze. Mungu alinikataza. Kwa ni program ya bure kabisa. Ni program ambayo Mungu anaenda kuishangaza hii dunia. Sio Tanzania peke yake. Anaenda kuishangaza hii dunia jinsi majitu wanayokuja kufanya wonders watatengenezwa kupitia hiyo program. Inaitwa Expert Dominion Business. Tutakuja kuilaunch nafikiri siku za baadaye. Mungu atakaye tupatia kibali. Lakini kama uko interested kuendelea kupata update imefikia wapi nini, unaweza kunicheck kwenye WhatsApp 0766 387914 0766 387914. Nitakujoin kwenye hiyo community ya Home of Greatness, utaendelea kufuatilia. Otherwise kama uko interested mambo ya bustani, mambo ya kuku, kwa sababu pia tunatumia platform yao, tutakupatia utaratibu wa jinsi ya kupata program zetu. Hizo unalipia kwa sababu sio program ambazo za namna kama hiyo ya mwanzo. Utapewa utaratibu, kama utakuwa interested utapewa utaratibu wake. Namba yake ambayo unatakiwa kuitumia kwa ajili ya kupata hizo program sio hiyo ambayo nimekutajia mwanzo. Ni 0761 825 808. Au kwenye comment utasema tu nataka program ya kuku, nataka program ya bustani, basi utapewa utaratibu wa jinsi ya kuipata. Otherwise, nimefurahi sana kuwa na nyinyi katika jioni ya leo. Ninaamini umeenjoy, naamini umejifunza, na naamini unaenda kufanyia kazi. Na wewe unaandaliwa kuwa jitu litakalo tikisa dunia, litakalo leta solution Tanzania. Tuachane mambo ya kulalamika, kulaumu, sijui kilikwenda na kilimekwenda. Play your part. Kuna kitu kinaitwa calling, kuna kitu kinaitwa wito. Kila mtu ana wito wake. Huwezi ukawa mtu wa kila kitu. No. Kuna jambo ambalo umeitiwa. Mimi jambo ambalo nimeitiwa ni kuwasaidia watu kuinuka kwenye kushindwa. Rise my people from failures and make the foundation of their generation. Kwa hiyo mimi nimeko kwenye wito wangu na hicho ndio nilichoitiwa. Na ukiitwa wito kwa kila mtu, kama unafuatilia na yanakuingia basi wewe ndio yanakuhusu. Kama unafuatilia na hayakuingii, wala sina chochote cha kukuambia, kwa sababu huwezi kaitwa kwa ajili ya kila mtu. Otherwise nikukaribishe tena na tena. Jipe muda, jipe time ya kufuatia vipindi vyetu kila saa 12 mpaka saa 1. Ninaamini utaenjoy, utapata vitu hapa Instagram, lakini YouTube kwa channel ya Ahazi Ngesi tunakuwa tunashare masomo, unakuwa unayapata mara kwa mara kulingana kama unakuwa umechelewa. Jamani, mimi niwatakia wakati mzuri. Sijaona swali lolote, sijaona jambo lolote ambalo naweza nikashare. Anyway, huyu ame request video. Wacha nimuone mtu mmoja hapa kama sasa anachelewa kuweza kupokea. Habari bonyeza kwa bahati mbaya. Basi mimi niwatakia wakati mzuri. Hongereni sana kwa kufuatilia na muwe na wakati mzuri. Enjoy.